Hello guys, karibu tena kwenye channel yetu ya Lomuli Image. Uko na mimi Francis Tweve na tunaenda kuangalia jinsi ya kuweka wino kwenye Elo 8050 Epson. Na tunafahamu kwamba kuna namna tofauti ambazo watu wanaweza wakatumia kuweka, lakini hii hapa ambayo nakuelekeza hapa ndio njia sahihi ambayo unaweza kuitumia kuweka kwenye hii printer ya aina hii. Tukumbuke kwanza printer ya hivi ni Eco Tank ambayo ni Epson lakini ni Eco Tank. Ukifungua kwa ndani inakuwa ina muonekano wa namna hii, na sehemu ambayo inatumika sana katika swala la kuweka wino ni aka sehemu ambako kana rangi kama ya kijivu. Ukifungua kana mifuniko mbalimbali ya rangi ya blue ambayo inafunika sasa wino mbalimbali. Huu wino wa kwanza ni wino black, lakini kuna wino ambao una LC, kuna M magenta, kuna CN, kuna yellow pamoja na hiyo nyingine LM. Hizi zote ni rangi ambazo zikichanganywa ndipo zinaweza kutumika kwenye kuwekwa kwenye picha. Sasa mimi naenda kufanya hapa na kuja kuweka ni wino ambao umepungua kidogo kutoka kwenye hii printer Eco Tank, na wino wetu tumeangalia pale black iko chini, so natafuta wino wa black ili niweze kujua kwamba ni wino upi. Huu ni yellow, ule ni LC. Okay, ngoja nicheki hapa. Huu ni CN. Okay, black. Nimefanikiwa kuona black. Na ukumbuke kwamba wakati unaweka wino kwenye hizi mashine haupaswi kuchanganya wino, kwa maana wino rangi nyingine ukaweka sehemu nyingine. Hapana, ukifanya hivyo unakuwa unaharibu mfumo wa rangi na unaweza ukaharibu mashine yako, hasa kwenye kutoa kitu clear ambacho kinatakiwa. Kuhakikisha unachagua rangi ambayo ni sahihi. Kwa hapa mimi nimechagua hiyo rangi ya black ambayo inawakilishwa na herufi 2 BK ambayo ni premier pia, lakini saizi kuna changamoto sana. Wino mwingine unaweza ukawa ni OG, lakini mwingine unaweza ukawa pia sio OG. So nafungua kasha yangu ili niweze kujaza kwenye eneo lile la printer yetu ambapo tumeona kwamba wino umepungua kidogo huko chini. Na ikiwa wino huko chini kuna alarm au message ambazo huwa zinakuja zikiwa zinakuonesha kwamba wino umepungua. Okay. Kwa hili kopo letu tunalifungua na tunakutana na mfuniko huko wa aina hii. Hii mifuniko inatofautiana kutoka mfuniko mmoja kwenda mfuniko mwingine. Kuna mifuniko mingine ni mipana kidogo, mingine minene membamba. Na kifungua ndani utakuta hapa imefungwa kama hivyo. Na ukiangalia mfuniko huu hapa ni tofauti na kopo jingine. Kwa mfano nilikuwa na kopo la mwanzo, ukiangalia kopo hili jinsi lilivyokaa na hili kopo jingine lina utofauti. Kwa hiyo inabidi kuwa makini pia wakati unanunua wino. Siku hizi kuna wino fake nyingi zinaweza kukuharibia mashine, lakini mimi nimepata huo wino ambao I don't know if it's genuine, lakini ni wino ambao naenda kutumia kwa ajili ya kuweka. Okay, unafungua kasha letu. Ukiwa na vitu vyenye ncha kali inaweza kukusaidia pia kufungua kwa haraka. Let's say una kiwembe, una kisu kadogo. Mimi nina changamoto hapo, nimekata kucha, so napata changamoto kufungua. Okay, anyway, nimefanikiwa, nimefungua. Kuna inachafuka, inabidi sometimes uwe na kitu cha kuvaa kama gloves hivi, inaweza kukusaidia ili usiweze kuchafuka mikono. Okay, baada ya kuwa nimepata kopo jingine, nikataka nifanye majaribio kidogo. Majaribio niliyowaza, nikawaza kwamba kopo la zamani linaweza kufanana na kopo jipya.
Kumbuka kopo la zamani lilikuwa lina utofauti mkubwa na hili kopo jingine, na ndio maana nikasema ni vizuri sana uangalie ni wapi ambako unaenda kununua wino na hakikisha ukawa huo wino ni OG. Naona nimejaribu kufunga lakini imegoma kufunga. Kwa maana nyingine, ule mfuniko ambao umekuja wa mara ya kwanza ndio huo unaopaswa kutumika, hata kama kuna utofauti mkubwa ambao umeonekana kwenye mfuniko wa kwanza na mfuniko wa pili, hasa kwenye upande wa juu. Okay. So nitachukua wino wangu ule wa mwanzo, nitafunika na kopo langu. Nikishafunika sasa, naamini umekaa vizuri. Ninaenda kwenye ile hatua ya pili ili niweze kuweka wino wetu. So unakuja unaweka katika staili hii, unaangalia upana jinsi ulivyokaa, na ndivyo ambavyo unaweka. Ni rahisi sana, unasimamisha tu mara moja. Baada ya hapo wino unakuwa unaanza kuingia kutoka kwenye hicho kikopo na kuingia kwenye sehemu yake ambayo inatakiwa wino kuingia. Na hapo juu kuna mistari, kama unaona kuna mistari ambayo ipo juu kabisa. Ile ni mistari ambayo inakuonyesha kwamba wino hautakiwi kuzidi hapo. So unavuta na hakuna wino wote ambao unaweza kumwagika. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari umeshaweka wino wako na umefika kwenye level ile ulikuwa unatakiwa. Kila kitu kiko sawa. Baada ya hapo unafunika kifuniko chetu cha blue. Unakisha kimeloki kabisa, unafunika kifuniko kinachofuata. Na mwisho kabisa unakuja kumalizia na mfuniko mkubwa ambao ndio unamaliza kila kitu. So unaweza kuanza kuprint na kuendelea na kazi. So ulikuwa na mimi Francis Tweve, na hii ni Lomuli Image. Usikose sehemu nyingine ambayo inakuja kwa ajili ya maelekezo mengine. Ciao.